Kwingineko tunamtazama rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Kiongozi huyo na rais wa Iran Bwana Masoud Pezeshkian amesema kwamba wa Iran hawatalegeza kamba na wataendelea kuwasha moto kiasi kwamba Israel na Iran wataamua kuachana na uhasama wao wenyewe. Kauli tata iliyotolewa na rais Masoud Pezeshkian bado imeonyesha wazi kwamba wa Iran wako tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote na kwamba hawapo tayari kuipoteza hadhi ya taifa hilo. Rais huyo wa Iran amesema kwa sasa msimamo wa nchi, kwa maana msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya Marekani na Israel ni kwamba wao hawatalegeza kamba, watasimamia msimamo imara wa kutetea haki za wa Iran na kwamba hawatalegeza kamba na watauwasha moto wakati wote ikiwa inabidi. Katika ujumbe uliotumwa kwenye akaunti yake rasmi ya X, Rais Masoud Pezeshkian alisema kipaumbele kikuu cha Iran ni kulinda usalama wa taifa na kuhakikisha utulivu wa taifa la Iran. Tutatekeleza haki za taifa kwa nguvu zote na hatutarudi nyuma kutokana na tishio lolote ambalo litatoka ama upande wa Marekani ama upande wa Israel. Tupo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote, taarifa hiyo ilinukuliwa. Amesema diplomasia na ulinzi vinaunda vipengele viwili muhimu vya nguvu ya taifa, akielezea kuwa Iran haijaacha uwanja wa vita wala meza mazungumzo. Rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian ameeleza imani yake kwamba kupitia umoja wa kitaifa na busara za nchi, Iran itafanikiwa kuondoka katika changamoto zilizopo za sasa. Rais huyo wa Iran, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, bado anaonyesha wazi kwamba Iran imesimama imara na kwamba hawaogopi chochote dhidi ya uchokozi ambao unaweza kuanzishwa na Marekani ama na Israel. Hata hivyo, kwa sasa, moja kati ya jambo ambalo kiongozi huyo alionekana mwanzoni kwamba ni kiongozi ambaye ni mpole mno, kiongozi asiyekuwa na matamshi mazito, lakini katika nyakati hizi bado amesimama imara na kuonyesha matamshi mazito kama kiongozi na kama walivyo viongozi wengine katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wachambuzi wengine wanasema kiongozi huyo anaendana na sera za wa Iran ambazo kwa muda mrefu, hasa baada ya mapinduzi, zimekuwa ndio wimbo wa taifa. Ujumbe wa kiongozi huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Rais Masoud Pezeshkian, unafuatia mfululizo wa mashambulizi ya makombora uliofanywa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC mnamo siku ya Jumapili, yakilenga maeneo yanayokaliwa kwa mabavu huko kaskazini mwa Israel. IRGC imesema operesheni hiyo ni jibu kwa uhalifu mkubwa wa Israel kusini mwa Lebanon, ikiwa ni pamoja na mauaji, lakini kuwalazimisha raia kuhama makazi yao, na kwamba kambi ya jeshi la anga la Israel zilizopigwa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ilikuwa ikitumiwa kwa ajili ya uchokozi dhidi ya Lebanon. Mnamo Jumatatu, IRGC ilishambulia kambi za kimkakati za Israel za Nevatim na Tel Nof katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina, kwa maana upande ambao wa Israel wanasema ni wa kwao, baada ya mashambulizi ya Israel dhidi ya miji kadhaa ya Iran. Maafisa wa Iran wamesisitiza mara kwa mara kwamba usitishaji wa mapigano kati ya Iran na Marekani ulianza kutekelezwa Aprili 8, ulikuwa na masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika pande zote ikiwemo Lebanon. Hata hivyo, maafisa wa Iran wanasema Israel, kwa ruhusa ya Marekani na kima cha mashirika ya kimataifa, imeendeleza vitendo vyake vya uovu dhidi ya watu wa Lebanon, kila siku ikifanya uhalifu wa kivita kwa kutumia silaha zilizopigwa marufuku, ikiwa ni pamoja na mabomu ya phosphorus. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kufahamu ni nini kinachojiri katika